Naitwa Abubakar Diwani Bakari, ni associate professor kutoka idara ya computer science na teknolojia. Tuko katika mashirikiano na wenzetu University of New York pamoja na UNICEF, ambao UNICEF ni sehemu ya donors funders wa hii program, lakini pia tunashirikiana na wenzetu kutoka serikalini, lakini pia tunarun hii kozi, tunaendesha hii kozi tukiwajumuisha pia watu kutoka community. Wanafunzi kutoka chuo kikuu cha New York, University of New York, tuna host karibu wanafunzi 42 kutoka University of New York, lakini pia na wafanyakazi karibu 5. Kwa hivyo ni mjumuiko wa wanafunzi kutoka New York University, lakini wanafunzi kutoka chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar pamoja na vyuo vikuu vingine vilivyopo Zanzibar, lakini pia watendaji kutoka serikalini, lakini pia watendaji wa municipal, lakini na community kwa ujumla wao. Na tunarani hii program kwa ajili ya kuangalia jinsi gani tunaweza kurekebisha system zetu katika kuwahudumia wananchi wetu. Lakini mbali ya hilo ni kupata kushare, manake kuchanganya ile experience ya wanafunzi wenzetu wa vyuo cha wenzetu kutoka University of New York, lakini pia SUZA, kwa sababu University of New York ni chuo ambacho kinajumuisha wanafunzi kutoka nchi mbalimbali, na sisi SUZA ni nafasi kwa wanafunzi wetu kuweza kugain hiyo experience ambayo global experience inapatikana kutoka chuo kikuu cha taifa cha New York. Lakini apart from that, hii program imekuja kuanzishwa na inakuwa run na wenzetu wa University of New York, lakini tuko katika mchakato kuona jinsi gani sisi kama SUZA tutaweza kuiendeleza kutokana na ule umuhimu wa program in general. Tunamalizia hapa inafanyika ni wiki mbili. Sasa hivi tuko katikati ya wiki. Mwisho wa wiki hii mafunzo yatamalizika. Wanafunzi ambao tuliwapeleka kwenye community kuangalia matatizo yanayowakabili wananchi wetu katika especially kwenye issues za public health pamoja na disasters. Mdau wetu muhimu sana tunashirikiana naye ni ofisi ya makamu wa pili wa rais, ambayo ni nafikiri ndio ambaye alifanya zaidi hii program hiyo possible, kwa sababu mwaka jana ilifanyika Dar es Salaam, marai kwa kushirikiana na chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar tukaona ni muhimu kuja kuiendesha hapa kwetu Zanzibar. Mwisho wa mafunzo haya waje na suluhisho, we call it solution, kwenye yale matatizo ambayo waliyaibua kama wanafunzi pamoja na community. Uzuri wa programu yetu hii inajumuisha wanajamii wenyewe, community. Kwa hivyo ni matatizo ambayo kwa sababu source ya program hii ambayo imekuwa wanaiendesha wenzetu New York University pamoja na UNICEF, iligundua kwamba community zenyewe au wale wanajamii wanauelewa zaidi wa kusuluhisha matatizo yao. Kwa hivyo tunachokwenda ni kutrigger community iweze kuzungumza jinsi gani tunaweza tukawasaidia kutatua matatizo. I'm Chris Dickey. I'm a professor at NYU School of Global Public Health at New York University. And I'm happy to be here in Zanzibar with the course that we have created across. We invited this year, it's a very special change that we've made to the program. This year, on every team, we've invited a member of the community to join the class at no charge to that member. So they're participating as equal participants alongside UNICEF staff, alongside government staff, alongside SUZA faculty and students, and NYU students from across the university. So on Friday, this Friday the 26th, we will have the presentations from those teams. There'll be 13 presentations. Each team has 8 minutes to present the strategy that they developed together with their community in order to persuade the Vice Chancellor here at SUZA, but also the permanent secretary from the government and a senior UNICEF person that strategy should be implemented in that community. We've set aside a little bit of money for the winning team to be able to have a pilot project, but our hope is that all of the teams, all of the projects are suitable to be brought back into the communities to help them manage the effects of climate change.